إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، واقتفى أثره إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول أيضا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أيها الناس عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. إني watu waja Allah tabaraka wa taala, naihusia nafsi yangu na kuwahusia pia kumcha Allah tabaraka wa taala, fa inna aqibata liman taqa Allah subhanahu wa taala, kwa hakika mwisho mwema ni kwa yule ambaye mwenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi Waislamu waja wa Allah tabaraka wa taala, law su'iltum an a'zam ni'matin ba'da al-islam, law mkiulizwa ni ipi neema iliyokuwa kubwa baada ya neema ya Uislamu, la qila ni'matul amni, basi mngejibiwa ya kwamba neema iliyokuwa kubwa baada ya neema ya Uislamu ni neema ya amani, neema ambayo idha wujidat, itakapopatikana neema hiyo katika miji, itma'annatin nufus, nafsi hutulizana, wasakanatil qulub, na nyoyo hutulizana, wa u'tiyatil arzaq, na watu hupata riziki kwa sababu ya neema hii, wasaratil hayatu bihudu'in, na maisha yanaenda kwa utulivu na amani. Wa idha fuqidat, na pindi inapokosekana neema hii, tahaddamatid diyar, miji huharibika, wasufikatid dima, na damu humwagwa, watakatta'atis subul, na njia hukatika, watahawalatil ibtisamat ila dumu'in, na ile hali ya furaha iliyokuwepo katika nyuso za waja hubadilika na kuwa machozi, hubadilika na kuwa vilio. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi Waislamu waja wa Allah tabaraka wa taala, inna hadha ad-din al-azim, hakika dini hii ya Uislamu iliyokuwa tukufu, dinul Islam, ma jaa illa liyuqima mizan al-adl, haikuja dini hii isipokuwa kwa ajili ya kusimamisha mizani ya uadilifu, wa yushia al-amn, kadhalika haikuja dini hii isipokuwa kwa ajili ya kueneza amani, wa yasuna ad-dima, kadhalika haikuja dini hii isipokuwa kwa ajili ya kuhifadhi na kutunza damu za wanadamu, kadhalika wa yahfadhu al-amwal, haikuja dini hii isipokuwa kwa ajili ya kuhifadhi mali za watu,
kadhalika wayahdi alquluba ila tumanina. Dini hii haikuja isipokuwa kuziongoza nyoyo katika utulivu. Yaqulu Allah tabaraka wa taala, anasema Allah tabaraka wa taala, wallahu yad'u ila daris salam. Na Allah tabaraka wa taala anawaita watu na kuwalingania na kuwaelekeza katika nyumba ya amani. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala katika kufasiri aya hii akasema ai ila dini al-Islam, kwamba Allah tabaraka wa taala anawaita watu katika nyumba ya amani, kwa maana anawaita katika dini ya Uislamu, alladhi tubina alayhi salama, dini ambayo juu yake ndiyo hujengwa amani na usalama kwa wanadamu, fi dunya wal akhirah, duniani na akhirah. Kadhalika Allah tabaraka wa taala katika sura nyingine anasema, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatukutuma wewe Muhammad isipokuwa uwe ni rahma, uwe ni huruma kwa walimwengu, kwa maana uje kuleta rahma na huruma baina yao. Naam, jaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio amekuja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, bidinin, na dini ambayo yutfi'u niran alhurub, inazima na kuondosha ule moto wa vita, wa yukassiru suyufa at-tughyan, dini ambayo inavunja na kuondosha zile panga zenye kuchupa mipaka. Kadhalika wayajma'u alquluba ba'da at-tamazzuqi, dini ambayo inazikusanya nyoyo baada ya kuwa nyoyo hizo zilishatofautiana na kufarakiana. Kadhalika wayazra'u at-tumanina, bwana mtume sallam amekuja na dini ambayo inapanda utulivu na amani katika nyoyo za watu. Fi ardhin kanat la ta'rifu illa al-khawf, inaleta amani katika ardhi ambayo ilikuwa haijui isipokuwa hofu. Ukiangalia kabla ya kuja Uislamu, ukiangalia hali za Waarabu, walikuwa wakiishi katika maisha ya dhulma, wakidhulumiana wao kwa wao, wakimwaga damu, bali baadhi yao walikuwa wakiwaua watoto wao, wengine wakivamia katika makabila mengine kwa sababu ambazo si za msingi, wanamwaga damu na kufanyiana dhulma, mpaka kafikia hatua akasema mmoja wao, man lam yakun dhiban akalatuhu dhiab, yule ambaye katika zama za jahiliya kabla ya kufika Uislamu, kama hatakuwa yeye ni mbwa mwitu, basi ataliwa na mbwa mwitu. Wa man lam yadhlim, na yule ambaye hatafanya dhulma katika zama hizo, yudhlam, basi yeye atadhulumiwa. Wa man lam yaghir yughar alayhi, na yule ambaye hatadhamia katika nyumba za watu au misafara ya watu akawadhulumu watu akamwaga damu, basi atadhamiwa yeye. Hii ndio hali ambayo walikuwa nayo Waarabu kabla ya Uislamu, kwa maana walikuwa ni watu wenye kudhulumiana, watu wenye kumwaga damu. Lakini ulipokuja Uislamu ukaleta amani na ukafanya kwamba watu wote wakawa ni kitu kimoja, watu wote wakawa ni ikhwa, wakawa ni ndugu. Na hili ndio jambo ambalo walikuwa manabii wakiliomba kwa Allah tabarak wa taala. Fahadha khalilullah Ibrahim, muangalieni kipenzi cha Allah Ibrahim alayhi salam, pindi alipopeleka familia yake katika bonde ambalo halina riziki yoyote, bonde ambalo halina watu, bonde ambalo halina maji. Nabii Ibrahim alayhi salam baada ya kupeleka familia yake, ni kitu gani ambacho alikiomba? Allah tabaraka wa taala anatueleza, anasema Ibrahim alipofika pale akasema, rabbi ij'al hadha baladan amina, Allah tabaraka wa taala ujalie mji huu kuwa ni mji wenye amani, warzuq ahlahu min athamarat, na waruzuku watu wake kwa kuwapa matunda na riziki mbalimbali. Akatanguliza amani kabla ya riziki, kadhalika akatanguliza amani kabla ya chakula. Kwa nini? Kwa sababu inapopatikana amani ndivyo ambavyo wewe utaweza kunufaika na riziki yako, ndivyo ambavyo wewe utaweza kula chakula kwa utulivu. Lakini inapokosekana amani, hiyo riziki hautonufaika nayo, bali haitopatikana. Ndiyo maana ukiangalia katika miji ambayo imekosa amani,
nchi ambazo hazina amani, utakuta kwamba hata ile hali ya upatikanaji wa riziki inakuwa ni ya shida. Angalia hivi sasa katika sehemu kama Gaza, watu wameandaa magrupu mbalimbali kwa ajili ya kuchangia na kuwasaidia. Kwa nini wao hawana riziki? Kwa sababu amani imetoweka. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika kufasiri aya hii anasema, wa fi hadha ta'limun lil umma, zingatia haya maneno, wa fi hadha ta'limun lil umma. Katika dua hii aliyoomba Nabii Ibrahim alayhi salam kuna mafundisho kwa umma. Mafundisho yapi? Anna albilad muqaddamun ala raghadil aishi, kwamba amani ya miji hutangulizwa juu ya maisha mazuri. Kwa maana sisi tunatanguliza amani hata kama tunaishi maisha magumu. Kwa asipatikane mtu akakushawishi wewe eti kwa sababu ya umaskini wako au ufakiri wako eti ukawa tayari wewe kutoka barabarani kwa ajili ya kuipiga serikali kwa kudai maisha yaliyokuwa mazuri. Tunasema sisi kwamba anna albilad muqaddam ala raghadil aish, amani ya miji inatangulizwa juu ya maisha mazuri. Bora tuishi maisha yaliyokuwa magumu, maisha ya kimaskini, lakini tunapata amani. Kwa nini? Anasema rahimahullahu ta'ala, wa anna alibadata la tastaqimu ma'a alkhawfi, kwa sababu ikikosekana amani ibada haiwezi ikatengamaa. Hauwezi wewe ukaswali kwa utulivu ili hali wewe una hofu. Hivi unavyoona tulivyokuwa katika mkusanyiko huu, kama ingekuwa amani haipo, basi ibada leo tusingeifanya. Kadhalika ibada zako zingine usingezifanya, kadhalika biashara zako usingezifanya, kadhalika usingeweza kukaa wewe katika miji na familia yako na jamaa zako kwa utulivu ikiwa amani haipo. Kwa amani ni neema iliyokuwa kubwa mno. Amani ni neema ambayo lazima kila mtu ajue namna gani ya kuhifadhi na kuitunza. Amani si kitu cha kuchezewa. Amani si kitu ambacho mtu anakikurubia kwa kutaka kukiondosha. Yeyote anayekuja kwa ajili ya kuondosha amani, basi mtu huyo inabidi adhibitiwe haraka iwezekanavyo. Walhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ndugu katika imani, kwa hakika haifichikani kwa watu wenye akili timamu na wale ambao wanaweza kuyachanganua mambo kwamba amani ni neema iliyokuwa kubwa mno. Na walhamdulillah, Allah tabaraka wa taala ameturuzuku sisi ndani ya nchi yetu ya Tanzania neema hii ambayo imekosekana katika miji mingine. Nchi yetu ni nchi ambayo ina amani. Tangu tupate uhuru mpaka sasa tunaishi katika hali ya amani na utulivu. Watu wanafanya biashara zao bila ya bughdha yoyote. Watu wanaishi maisha yao bila ya tabu yoyote. Watoto wanaenda maskuli na kurudi kwa amani. Kadhalika watu wanaenda kutafuta ilmu kwa amani bila ya kupata shida yoyote wala hofu yoyote. Kwa hakika hii neema ni neematun adhima. Hii neema ni neema kubwa. Lazima tumshukuru Allah tabaraka wa taala. Lazima tumshukuru Allah tabaraka wa taala ala hadhihi neema. Ni miji mingapi ambayo inatamani ipate utulivu na amani kama tuliokuwa nayo? Hawana hiyo miji, hawana hiyo amani, lakini sisi alhamdulillah tunayo hiyo neema. Hivyo basi tambueni kwamba kullu dhi ni'matin mahsudun, kila ambaye mwenye neema huhusudiwa. Kila yule ambaye Allah amempa neema, basi kuna watu wataihusudu neema hiyo. Kwa kuna watu wanatuhusudu sisi kwa neema hii ya amani, wakaona kwamba sisi tuna neema hii, wakaleta fikra mbalimbali na fitna mbalimbali kwa ajili ya kuiondosha neema hii, ili sisi tufanane, tuwe kama wale ambao waliokosa neema hii. Na katika njia kubwa wanayotumia, bali ndiyo njia ambayo inaondosha amani haraka, min adham al-asbab, ni katika sababu kubwa za uvunjifu wa amani, ni kuwachochea watu kwa ajili ya kutoka katika taa ya viongozi, kuwahimiza watu na kuwashawishi kutoka katika utiifu wa viongozi, kwa sababu wanafahamu pale ambapo
Tutakapokosa uongozi madhubuti, utawala madhubuti, dola ikadondoka, basi amani haitokuwepo. Amani haitokuwepo. Na hili jambo sheria ya Allah tabaraka wa taala imelikemea sana, sababu hii ni sababu iliyokuwa kubwa ya kuondosha amani. Kadhalika watazalzulil awtan, kutikisika miji, wa intisharil fawdha, na kuenea fujo katika miji, wasafki dima, na kumwaga damu. Jambo gani? Adamu taati ulati al-umur, kutowatii viongozi, fil ma'ruf, katika mambo ya wema, wal khuruj alayhim bisayf au al-lisan au at-tahrif, na kutoka katika taa yao, ima kwa kupigana na uongozi au kwa kuzungumza maneno au kwa kuwachochea watu. Jambo hili sheria ya Allah tabaraka wa taala imelikemea, bali zimekuja dalili mbalimbali katika Qur'an, katika sunna za Mtume sallam, na katika maneno ya wanawachuoni na maimamu wakubwa wakilitahadharisha jambo hili na kubainisha uhatari wake. Allah tabaraka wa taala anasema, atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum, mtiini Allah tabaraka wa taala na mtiini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na watiini wale ambao waliopewa mamlaka ya kimadaraka kwenu nyinyi, wanaotawalia mambo yenu. Kadhalika bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema, man raa min amirihi shay'an yakrahu, yeyote ambaye ataona kwa kiongozi wake kitu chochote ambacho yeye kinamkera, anakichukia, faliyasbir, basi mtu huyo afanye subra. Hakusema bwana Mtume sallam kwamba wewe ukiona labda dhulma kwa kiongozi anafanya dhulma, eti utoke barabarani au uende mitandaoni ukaandike au uondoshe taa kwa kiongozi huyo. La, bali amekwambia fanya subra, kuwa mvumilivu. Kisha akasema, fa innahu man faraka aljamaa, yeyote ambaye atakaye farakanisha ile jamaa, ule umoja wa watu, yeye akaufarakanisha kwa kutomtii kiongozi na kutoka dhidi yake. Mtume sallam anasema mtu huyo akafarakanisha jamaa shibran, kwa kiasi kidogo tu, famata, kisha akafa katika hali hiyo pasi na kutubia, mata mitatan jahiliya, mtu huyo atakuwa amekufa kifo cha kijinga. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema, wa amma al-khuruj alayhim, ama watu kutoka katika taa ya viongozi, wa qitaluhum, na kuwapiga vita viongozi, fa haramun, jambo hilo ni haram bi ijma'i al-muslimin, kwa makubaliano ya Waislamu wote. Wa in kanu fasaqatan dhalimin, hata kama hao viongozi wakawa ni waovu wenye kufanya dhulma, wewe haifai kutoka katika taa yao wala haifai kupigana nao. Kadhalika al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala anasema, at-tanu fi ulati al-umur, kuwasema na kuwatani viongozi, wadawatu ila al-khuruj alayhim, na kuwalingania watu kutoka katika utiifu wao, min a'zami asbabil fitna, ni miongoni mwa sababu kubwa za kueneza fitna. Wa huwa min manhaji al-khawarij, na jambo hilo ni katika mifumo na mapito ya nani? Al-khawarij. Kadhalika al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema, ma kharaja qaumun ala sultanihim, hawajapatako watu kutoka katika taa ya kiongozi wao, illa kana sharruhum a'zam min sharri al-hakim, isipokuwa shari yao inakuwa kubwa kuliko shari ya kiongozi. Ndio katika imani. Kwa nini watu wanakusudia, wale watu ambao wanawashawishi watu kuvunja amani, kwa nini wanaikusudia serikali? Au kwa nini wanamkusudia kiongozi? Kwa sababu wamefahamu kuwa pale ambapo inapodondoka dola, basi amani hutoweka. Wanajua pale ambapo inapokosekana taa kwa viongozi, basi wanajua kwamba amani pia hutoweka, kwa sababu amani haijengwi na afradu minan nas, amani haijengwi na mtu mmoja mmoja, bali amani inajengwa na uongozi na dola. Serikali ndio ambayo inasimamia amani. Kwa inapodondoka serikali au inapodondoka dola, basi amani kadhalika inafanyaje? Inatoweka. Ndio maana ukiangalia nchi mfano wa Libya, ni nchi ambayo ilikuwa katika maisha mazuri,
kila mmoja ni shahidi juu ya hilo. Lakini watu walipoitaka ile amani ya Libya iondoke, waliwashawishi wananchi na vijana wa Libya kutoka katika taa ya kiongozi wao, bali wamewashawishi mpaka kufikia hatua kumuua kiongozi. Lakini baada ya kumuua kiongozi, madha hadatha, kimetokea kitu gani? Leo hii wanaishi katika maisha magumu, wanaishi maisha ya tabu. Kwa sababu gani? Kwa sababu walimuondosha kiongozi, wakatoka katika taa ya kiongozi, wakaadhibiwa kwa kukosa amani na utulivu. Sasa hivi wanaishi maisha yasiyokuwa mazuri. Kwa yule ambaye anayesimama katika mitandao ya kijamii au katika mikusanyiko ya waandishi wa habari akawa anazungumza maneno ambayo ya uchochezi, kuwachochea watu watoke katika utiifu wa viongozi wao, wakidai wanataka mabadiliko, kwamba watu watoke mabarabarani, wasiwasikilize viongozi wao, wawatukane viongozi wao, basi afahamu kwamba watu wenye akili timamu hawawezi kuwafikiana na hayo, kwa sababu tunajua natija, tunajua matokeo ya uvunjifu wa amani. Na baada ya kuvunjika amani, sote sisi tutajuta. Wala tanfa'uka nadama in nadimta, na wala hayatakunufaisha wewe majuto eti ukijuta. Tayari ushaondosha amani. Nchi ipo katika hali ya tazalzul, ya mtetemeko. Watu wanaishi kama wakimbizi, hawana sehemu za kutulia. Ma faida hadha, ni ipi faida ya haya? Kwa lazima sisi tulazimiane katika jambo la kuilinda amani ya nchi yetu. Tusikubali kupokea vishawishi vya namna yoyote, sawa sawa vishawishi hivyo vikatoka kwa wanasiasa, au vishawishi hivyo vikatoka kwa waandishi wa habari, au vishawishi hivyo vikatoka kwa watu mitandaoni, eti wanachochochea sisi tuwaasi viongozi wetu. Kama hatuwezi tukakubaliana na hilo jambo. Mtume sallam katika hadithi ya Irbad, kipindi anawahusia masahaba wa Mtume sallam, alikuwa akiwaambia alaikum bis-sam'i wat-ta'a, lazimianeni na kusikiliza na kutii kwa viongozi wenu. Kisha Mtume sallam akuishi hapo, wa in ta'ammara alaikum 'abdun habashiyun, hata kama mkaongozwa na mtumwa wa Kihabesh, kwa maana nyinyi ni Waarabu mliokuwa bora, mkaongozwa na mtu ambaye ni mweusi tena mtumwa, sikilizeni na mtii. Maana yake nini? Maana yake jambo la utiifu kwa viongozi ni jambo ambalo limepewa kipaumbele na sheria ya Uislamu, si jambo la kuchezea chezea. Ndio maana wale ambao wanaotoka katika taa ya kiongozi wanabidi wauliwe, kama Mtume sallam akiwaelezea makhawarij, wale ambao wanaotoka katika taa ya kiongozi, anasema la in adraktahum, ikiwa mimi nitawadiriki watu hao nikawakuta, basi la aktulannahum katla Ad, ningewaua kifo kibaya sana. Kwa watu ambao wavunjifu wa amani, hawa hukumu yao ni kuuliwa na si kusikilizwa na kupewa nguvu na kushirikiana nao. Allahumma fadh alaina at-ta'ata fil ma'ruf waj'al ulata umurina mafatihan lil khair maghariqan lish-sharr. Allahumma waffiq ra'isata jumhuriyatina as-sayyidata Samiyata Suluhu Hassan lima fihi khairul biladi wal ibad. Allahumma ij'alha ramzan للوحدة وسببا للرخاء ووفقها لتحكم العدل وتثبيت الأمن. اللهم احفظ تنزانيا ووفق جيشها ورجال أمنها وبارك في أهلها. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.